Sasa tunaanza introduction. On? Rais wa Bunge la Mwananchi Kitengela, na haswa leo nataka kutoa press conference kuhusiana na mambo ya basari. Na basari I think iko hapa kwa mheshimiwa ambaye ndio mbunge wa Kajiado East, Bwana Kakuta Maimai. Kwangu nikiwa kama rais wa Bunge la Mwananchi, ninataka kujua ni hela ngapi ambazo ametoa kwa basari, kwa sababu leo nimeona ni cheki ya 126 million shillings ambazo ametoa na ambazo amepatiana leo katika basari kwa watoto wetu. Jambo la kwanza ninataka kujua ni pesa ngapi ambayo ametoa na ni ngapi ambazo zimefikia mwananchi. Ninataka kujua na majina ya watu wale ambao wamepatiwa fedha hizo ambazo zimefikia watoto, kwa sababu last year niliaddress issue concerning about bursary, kwa sababu alireward marafiki zake ambao wamekuwa ni campaigner wake, ambao wamekuwa wakimsaidia kumpigia upato kurudi kwa tamu ya pili. Ninataka majina yote yawekwe wazi katika Kajiado East ili tujue wale watu ambao wamepokea basari, majina na watoto hawa ni akina nani. Na kuna jambo ambalo linanikera sana kama rais wa Bunge la Mwananchi. Hii tabia ambayo imekuwa ya kwamba ukienda kuchukua basari katika ofisi yake, ya kwamba lazima ukuje na jamii na jina ya jamii. Ninataka kujua ni nini hii ambaye ameweka katika jamii, kwa sababu tunajua ya kwamba wakati unapeana basari, unapeana kwa watoto wote ambao ni wa Kajiado, sio katika misingi ya jamii ya kwamba wewe ni Mkikuyu, wewe ni Mjaluo, wewe ni Mluya, wewe ni kabila gani. Lakini tunataka kujua mbona umeweka katika misingi ya kikabila. Hapo sisi tukiwa kama Bunge la Mwananchi tunakataa hiyo tabia. Tunataka kujua ya kwamba watoto wote wamepewa basari, either wametoka katika kabila gani, lakini wao ni wa Kenya. Na hii tabia ambayo pia amekuwa nayo ya kuwa ya kwamba katika jamii fulani, ya kwamba wewe ndio kiongozi wa hiyo jamii, uniletee majina ya watu katika hiyo jamii, mimi nimekataa kama rais wa Bunge la Mwananchi la Kitengela, ya kwamba we will not advocate that. Hapa Kajiado East lazima kukue na njia haswa ile ambayo itatusaidia identify the children who are in need, ambao watapata basari. Yingine ninataka kuambia mheshimiwa, we want accountability of the money ile ambayo umepeana. Ni watoto wangapi wamepatiwa basari, na ni pesa ngapi zimetumika, na ni watu wangapi ambao wameweza kuzipokea, ni shule ngapi zimepokea basari. Hatutakubali yale mambo ambayo unafanya ya kwamba unaletewa majina ya watu kadhaa ambayo unawapatia basari, na hizi basari hatuoni zinaenda wapi. Kama ni shule, tuambiwe ni shule ngapi zimepokea basari, na accountability lazima ikue ya kwamba this is the amount of the money ambayo tumepeana kwa mashule, na hawa watoto ndio hawa, kwa sababu I know na ninajua ni kwa nini ninasema hiyo. Na hiyo mimi nataka iwe wazi. Mimi sikupigi vita, ninataka kukue na accountability ya each and everything ile inafanyika. Mambo mengine, mheshimiwa, sisi hatujakuja kuleta enmity. Sisi tumekuja kuleta usawa katika jamii zote Kitengela. Na wakati ambapo tunapaza sauti zetu kukueleza na kukukumbusha
sie kwa kamba tunataka kukuweka uhadui na wewe ama tunakuchukia. Wale watu ambao wako surrounding katika ofisi yako wamekusurround, those are the enemy, the big enemies, because hawakupatii mwelekeo na kukuambia ukweli kuhusiana na mambo ambayo yanafanyika hapa chini. Mheshimiwa, tangu siku gani umekuja katika uwanja hii? Na angalia hii uwanja ambayo iko hapa nyuma yetu na ni nyuma yako. Ni vijana wangapi umekuja kuwa identify na kuwasaidia? Kuna vijana wako na talent katika uwanja huu ambao watoto wanahitaji needs. Nimekuja kwa ofisi yako na hakuna siku ambayo umepatiana basari katika uwanja hii. Na hao watoto wanahitaji mahitaji. Nilileta majina katika ofisi yako. Hakuna hata moja ambayo umepatia hao watoto. And then mimi nauliza ni watoto gani ambao wako. That's why ndio ninasema una reward your friends. Ikitengela. Wale the people who campaign for you. Wewe ndio mtu wa kwanza kuchukua jukumu na kuwapatia na kuwarudishia shukrani kwa kuwapatia hizo basari. Nataka kusema hivi mheshimiwa, you are numbered. Your day are numbered. Kaa ukijua hivyo. One term siku zombo. One term. Na mimi nimekubali leo. Mimi nataka kukueleza wewe unaenda one term. Na mimi niko serious nikikwambia kama bunge la mwananchi, whether utafanya chochote kile unafanya, but ujue ya kwamba wewe unaenda one term. Na si tukiwa kama bunge la mwananchi, naongea kama sauti ya mwananchi, common mwananchi, ya kwamba wewe umekuwa mstari wa mbele kupiga mwananchi mdogo, na hayo wengine tutaongelea baadaye wakati ambapo kura zinapigwa, kwa sababu ninajua ya kwamba saa hii nitakuwa target and I don't care. Come to me baby, come. Kuja. I'm waiting for you. Come baby, come. Kama mimi naitwa Njoroge na niko hapa kupiga siasa. Na I will make sure wewe unaenda one term. Kingine, na ninataka I want to address this. Kama ulikuwa unafanya the genuine thing ambayo ulikuwa unafanya kwa hiyo ofisi yako ya CDF, mbona ulijifungia ndani ya CDF? Na ni ofisi ya wananchi. Hiyo ofisi ni ya wananchi. Uka make sure ya kwamba media umefukuza media zote za Kitengela. Ni media gani ilikuwa na address one term? Wewe unaenda one term. Hakuna vile wewe utatukosesha ya kwamba media haziwezi zikahudhuria. Na ofisi hii ni ofisi ya mwananchi. Na mali ni yetu. Na pesa hizi sio pesa zako, ni pesa za wananchi. Zile unaenda kugawa. Na una select, unasema ya kwamba media zisikuje because unajua ya kwamba whatever that you are doing it's wrong. That's what ndio utasema one time. Hakuna vile utasema ya kwamba una isolate media katika occasion yako ile ambayo ulikuwa unapeana CDF. Kwa sababu ulikuwa unajua whatever that you are doing haikuwa genuine. Ni vitu ambazo zilikuwa zana mambo ya kombo ambayo ulitaka media isi address. That's why ndio ulifukuza media zetu. Zile ambazo zina capture yale maovu inafanyika. Na sasa tunasema wewe mheshimiwa, wewe ni one term na unaenda nyumbani. I'm addressing hii kama rais wa bunge la mwananchi. Wewe ni one term. Enda nyumbani. Enda ukachunge ng'ombe. Enda uchunge ng'ombe. Chunga ng'ombe. One term.